Tunakushukuru Yesu kwa sababu ya siku nzuri ya leo. Umetusaidia, umetupa afya nzuri. Tumekutana tena kwa ajili ya neno lako, na watu wako wako mahali hapa, na mimi niko mahali hapa, na Roho wa Yesu yuko mahali hapa. Mkuu wa kazi Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Nasimamia kinywa changu, nasimamia mawazo yangu, anasimamia yale ambayo angetamani yafike kwa watu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Leo ni siku ya Jumamosi ya Pasaka. Jumamosi ya Pasaka ni kama mambo yako kimya. Taharuki ya juzi kwenye kesi, taharuki ya jana kwenye hukumu, na taharuki zilizotangulia kabla ya hapo, kama nilivyosema jana kwamba Yesu hakwenda msalabani kwa sababu alikuwa hana mtetezi. Yesu hakwenda msalabani kwa sababu ya bahati mbaya, wala hatuhitaji kubeba hisia za huruma, ila tunapaswa kubeba hisia za furaha kwa sababu ameenda msalabani kwa ajili yetu. Amen. Ameenda ili atukomboe. Na narudi tena leo kuonyesha mambo machache ya jana. Hatuwezi saa moja hatuwezi kumaliza kila jambo. Sasa wakati mengine tunayaacha. Mambo ambayo tuliyaacha jana ni kipindi kile cha mwisho cha maisha ya Yesu. Kesi ambayo ilianza kunguruma kutoka usiku mpaka asubuhi, na asubuhi alipochukuliwa na kupelekwa kwa hukumu, na baadaye hukumu ikatekelezwa. Kuna mambo kadhaa yanahitaji kusemwa tena. Injili ya Luka sura ya 23. Injili ya Luka 23 na tuanze na mstari wa 35. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakiendelea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake walikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Asante sana. Tusimame hapo kwanza. Nitambulishe mambo. Shughuli nzima ya Yesu kufika, pamoja na kwamba alisema ninatamani sana kuila Pasaka hii, lakini shughuli nzima ya Yesu kufika mpaka pale msalabani ilikumbwa na dhihaka nyingi na maneno kashfa nyingi, tunaweza kuziita hivyo, zinazomsindikiza kuelekea msalabani. Watu wa rika zote. Na nilisema Golgotha haukuwa msalaba wa kwanza. Leo nikisoma taarifa fulani, anasema ule msalaba aliobeba Yesu ulionekana umefanya kazi ya kuwasulubu watu wengine wengi, maana ulikuwa mweusi kwa namna ambavyo damu zilitiririka. Kwa hiyo Yesu hakwenda pale msalabani kama mtu namba moja, pana, kwa sababu ilikuwa ni mahakama ya mwisho kwa watu ambao wamekisiwa, kama kwetu tunasema kesi ya uhaini, basi walilazimika kufa kwa kifo hicho. Kwa hiyo Yesu hakuwa mtu wa kwanza kubeba ule msalaba, lakini pia wengi pia walimshindikiza kwa maneno ya kashfa na mabaya. Mstari wa 23 tafadhali. 35. 35 mpaka 38. 35 mpaka 38. No, ndio usome 40, turuke kidogo tupunguze maneno. Lakini 40-45. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea, akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe katika hukumu hiyo hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu,
nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa saa sita. Ndio. Ukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua likapungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Asante. Kati ya jambo ambalo hatukuligusa jana ni lile pazia la hekalu. Na nataka kusema leo juu ya pazia la hekalu na mambo yaliyoendelea pale. Ubishani huu tulishazungumza jana na hatuna sababu ya kurudia. Lakini wakati Yesu anamaliza ile safari yake ya mwisho, yale maelezo yake ya mwisho, anasema kwenye ule mstari wa 48, nirudie na kusoma, yule jemedari alipoona haya, watu wote waliokuwa wamekusanyika hapo kushuhudia tukio hili, walipoyaona hayo, wakapiga vifua vyao kwa huzuni na kwenda zao. Lakini wale wote waliomfahamu pamoja na wale wanawake waliokuwa wanamfuata kutoka Galilaya walisimama kwa mbali wakiyatazama mambo hayo. Mwisho wa maneno inazungumzwa katika mstari ule wa 51, inasema, lakini wakati anatamka yale maneno yake ya mwisho, kuna sauti kuu zaidi ya yale maneno yaliyosikika pale. Kuna sauti kuu zaidi ya yale maneno yaliyosikika pale. Anasema kwenye mstari wa 45, urudie pale. Lakini kwa sababu jua liliacha kutoa nuru, pazia la hekalu likachanika vipande viwili. Si sababu, ila ni jioni, muda umeendelea sana. Nimeangalia ubishi wa tafsiri nyingi tu. Wengine wanasema kwa kweli si kweli, Yesu hakukaa kaburini siku 3. Siku 3 ni lazima kuwe na masaa 72, lakini inaonekana kama amekaa masaa 32. Sasa ubishani huo unatengeneza sasa kutafuta maana. Yesu alisema siku 3 atakaa kaburini, lakini sasa ukiangalia mwendo ni kama siku 2 tu, ni kama siku 1.5 hasa. Sasa ukweli ni nini? Yote kwa yote, Kiswahili cha kawaida, yote kwa yote, Yesu alikaa kama alivyosema kwa siku 3. Kwa nini? Tuna tofauti ya kuhesabu siku. Nilisema mwanzoni kwenye semina hii, mwezi wa kwanza, mwezi wa Abibu, mwezi wa Nisan, sisi tunauhesabu kuanzia Machi kwa kalenda ya Gregory. Hata leo Wayahudi hawatembei na kalenda yetu, wanaishi na kalenda yao, wanalazimika tu kuingia kwenye kalenda yetu kwa ajili ya mambo ya pamoja ya kimataifa, lakini wanapokuja kwa desturi zao bado wanatembea kwenye kalenda yao. Sasa kwa kalenda hii Yesu alikuwa tayari. Nikasoma tena maelezo mengine kwa jinsi ambavyo Yesu aliteswa, kwa jinsi ambavyo mateso yalikuwa makali. Na nikaangalia pia ule mjeledi ambao ulikuwa unatesa Yesu, unatumika kumchapa. Mtengenezaji au watengenezaji wa mjeledi huo sio maalum kwa ajili ya Yesu. Narudia haya maneno yakae vizuri kwako. Huu ni mjeledi wa wahalifu wote. Kwa hiyo alisema hii ni ya Yesu, na baada ya hapa inatupwa. Hii ni ya wahalifu wale wanyang'anyi, ikimaliza inatupwa. Hapana, kila aliyehukumiwa alitakiwa achapwe na mjeledi wenye vitu hivi. Kwanza, umesokotwa kwa chuma ndani. Pili, vile vyuma vimeungwa na vyuma vidogo vyenye ncha. Tatu, umeweka aina ya mifupa ya wanyama na samaki wale, ile ambayo huwa haribiki kwa haraka, iliyochongwa vizuri sana, imesokotwa ikafunikwa kwa ngozi, ikasokotwa
mjeledi. Sasa kadiri ule mjeledi ulivyokuwa unapiga, ulikuwa unatandika huku nje, kunaweza kuwa nafuu kuliko ndani. Yaani ukichapwa na huu mjeledi unapasua nyama kwa ndani zaidi kuliko kwa nje. Ndio ile nilisema ya kwamba kwa sababu ya mateso yale na kwa sababu ya kipigo kile, ilitengeneza aina ya shida nyingine ndani ya mwili wa Yesu. Na mtu mwingine leo nilikuwa nasoma habari zake, anasema hata ndani ya utumbo ni kama kulijaa maji. Kwa kuanzia saa 6 Yesu hakuwa katika ile hali ya ufahamu wa kawaida. Moja akaandika akasema, kila wakati Roho Mtakatifu alikuwa anashuka anamtia nguvu. Roho Mtakatifu alikuwa anashuka anamtia nguvu. Anasema, Baba wasamehe. Lile neno halitokani na ufahamu wa kawaida. Ni nguvu ile ya Roho Mtakatifu inaposhuka ndani yake, anatoa matamko yale ambayo yameendelea pale. Baba wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Baba wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Kwa sababu Yesu tangu ameenda nyikani na akajaribiwa, Roho Mtakatifu alitembea naye mguu kwa mguu kwa kila jambo. Hakwenda kule kutembea peke yake, alibeba na uhusiano wa 100% na Yesu. Kwa mateso ya Yesu, wengine wakasema mratibu mkuu ni Roho Mtakatifu. Wengine wakasema, na mimi nawaunga mkono, kwamba katika hali ya kawaida, nimeuliza maswali haya na washirika wangu, mtu anaweza kufunga siku 40 bila kula? Yaani bila kula usiku na mchana, yupo? Hii ni kizungumkuti hapa. Siku mzee unasemaje, siku ngapi? Siku 3 tu unaweza ukafa. 3 wengine tulipitana hapa, ukaenda mpaka kwenye 7 huko, lakini unaweza ukaletewa drip. Yaani badala ya kuamka unapewa drip, unapewa drip kwanza ili ukae sawa. Kwa hiyo mambo yote ambayo yalikuwa yanafanyika katika maisha ya Yesu yalikuwa yanaratibiwa kwa 100% na Roho Mtakatifu. Kama kulikuwa na kipigo bado hakijafanyika, Roho Mtakatifu anakumbusha, anasema bado kuna pigo lingine linakuja. Yesu anajiandaa. Anaposema Eloi Eloi, wanaoandika na kufuatilia, ile ilikuwa ni sauti. Kama angekuwa ni Yesu katika hali ya kwake, katika kipigo kile, katika uchungu ule, asingeweza hata kutoa sauti ukasikia. Asingeweza hata kutoa sauti ukasikia. Kwamba anasema Eloi Eloi, yuko pale. Maana ule mti ulikuwa lazima iwe futi 22 kwenda juu. Hapo lazima aonekane kwa mbali. Akisema usingesikia, lakini Roho Mtakatifu ambaye alikuwa ndio injinia wa mateso yale, anahakikisha sauti ile imesukumwa na imetoka. Na hata leo Roho Mtakatifu bado anahakikisha kama kuna jambo linatakiwa lifanye katika maisha yako kwa jina la Yesu, anasimama na anasema huyu anatakiwa afanye hiyo jambo fulani katika jina la Yesu. Sauti ile na msukumo bado upo. Amina. Nilisema siku ile ya mwanzo Yesu anabatizwa na Yohana Mbatizaji katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 ile. Nikodemo anakutana na Yesu na maswali yale yalikuwepo, lakini narudi pale Yesu anapobatizwa. Sauti kutoka mbinguni ikaja, kwanza kwa jitokeza kitu kama huwa kinasema, kikakaa juu yake, na sauti katoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Ile sauti ikaondoka. Unaweza kama unasoma ili yale maandiko mpaka ukasikia umeyaelewa mpaka hutaji kuyasoma tena. Unaweza kama unayasoma yale maandiko ukayaelewa mpaka hutaki tena kuyasoma. Na unaweza ukawa unayasoma na maandiko mengine, hilo nimetoa la mfano tu, mpaka ukayaelewa mpaka hutaki kuyasoma. Lakini siku ikifika bado unapenda Yesu, unakutana na changamoto ambayo imani yako inajaribiwa, Roho Mtakatifu atakuja juu yako kwa nguvu tena, usikie sauti ile mara nyingine tena, huyu Yesu ni mwanangu mpendwa wangu
mtaani labda mambo haya hayapo, lakini Dar es Salaam tunalazimika kufundisha kila siku, msibebe michanga jamani. Kila siku tunalazimika kufundisha, acheni kubeba mafuta jamani. Kijana wangu mmoja ananishuhudia, anaendesha bodaboda ya kwake, sema nimempakia mama mmoja, samahani, naomba tupake mafuta kidogo. Mafuta ya nini mama? Ulinzi. Mmeyanunua wapi? Mmeyanunua Temboni. Mmeyachukua Temboni Kwa hiyo Dar es Salaam tuna sijui Tanga huku labda hamna, sijasikia sasa, lakini sisi tunasumbuka. Ni kama nilikuwa sijui, tunasumbuka. Na kwa sababu watu wana mahitaji na sauti ile inayosema huyu ni mwanangu mpendwa wangu, sikieni yeye, nayo huisikii. Hausikii ile sauti inayosema mimi niko pamoja nani mpaka ukamilifu wa dahari. Hausikii sauti zile zinazokutia moyo kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Hausikii, utaenda kubeba mafuta. Usikii, utaenda kubeba mafuta. Lakini kwa wale wanaosikia, hata kama yaje Wanaswahili wanasema inyeshe mvua, kuwe kiangazi, hataenda kubeba mafuta kwa sababu bado anamwamini Yesu Kristo kwamba anaweza. Amen. Amina. Hatukiri kwa sababu tunataka kufurahisha mtu. Tunakiri kwa sababu kule ndani tuna sauti ya Roho Mtakatifu inayotusukuma. Tuna sauti ya Roho Mtakatifu inayotuhimiza. Tuna sauti ya Roho Mtakatifu inayosema hilo neno litoke. Kwa nini nimeyasema haya? Nayasema kwa sababu wakati wa matamko yale watu wanafikiri Yesu alikuwa jasiri. Hapana, hata yeye alilemewa. Hata yeye alihitaji msaada, na msaada wake wa pekee ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Roho akashuka akamtia nguvu. Roho akashukule kwenye bustani ya Gethsemane. Unamwona wako pamoja kule kwenye ile shida, bado yupo, akamtia nguvu. Naomba Roho Mtakatifu ashuke katika maisha yako na akutie nguvu uendelee mbele. Hata kama kuna machangamoto, yeye bado ni mwaminifu. Ili mradi umejaza na huyo Roho, analo neno la kusema wakati wa mashaka. Nyakati za mashaka zipo. Niliwaambia unahamishwa, alafu unaenda kwenye kanisa la watu 0, natoka kwenye kanisa la watu 540. Huu wakati wa mashaka, huu unaweza kabisa kwa wakati wa mashaka. Haufurahii, sio tabu, lakini Roho Mtakatifu anakuja kwambia nenda. Kijana wangu fulani kwa sababu ya kunipenda wakaniambia, mzee usiende Goma. Wazee wa kanisa bwana, wakikupenda wanaweza kukutia dhambini. Hawakusaidii. Yawasema ni jamani, ni wale wa kwetu ndio wananipenda, ni kweli wananipenda. Mzee hapana. Mzee bwana usiende. Wakapiga kelele, nikasubiri wapige kelele watoshe. Wakaniita kabisa na kikao. Na nyama zimenunuliwa, tukala na nyama na kikao. Na mwisho mzee unasemaje? Kawaambia maneno machache. Roho Mtakatifu akanisaidia kukumbuka kwamba na wao walikuwa wanapata shida kazini kwao. Nikamwambia, nyinyi mlikuwa mnapata shida kazini kwao, mnakuja mnaniambia tuombe mchungaji, mimi nina kesi kwa ofisini. Tena walikuwa na makesi kweli. Sasa mbona mimi sikuwaambia mwache kazi? Nyinyi mnanifundisha kuasi. Sasa kwa sababu mmesimama upande wa kunifundisha kuasi, sitakubaliana na ninyi. Mpaka leo wananiheshimu. Ningesema twende, mzee angeshakuja ngegogoro, angepata shida, angenilaumu na yeye. Maana sasa ujue sio wewe peke yako, kumbe ninapotumika kuna ndugu zangu kama hawa. Kesho wanasikia siku wamegoma huko, wataanza kufunga safari za kuja kuninasihi niachane na huo msimamo. Na kama Yesu alisema na mimi itakuwa kichomani. Roho wa neema alikuwa pamoja na mimi, akaniambia wewe waambie hili neno. Nilipowaambia wakaniheshimu mpaka leo. Wananiheshimu na wananipenda. Bwana asifiwe. Mtu anapata shida kazini, anakuja na muombea.
Namwombea kabisa, Baba msaidie mtumishi wako na machozi mengi. Alafu siku wewe umepata shida na kuona wewe ufai kupata shida. Hata sisi tunapitia changamoto. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tu maamuzi. Na maamuzi yanafanywa, unahamishwa, wale wanaoenda nao hawataki, na hawataki ni wazee wa kanisa, wakati mwingine ni wanashemazi, wanatengeza vikundi. Ndugu zangu, tumsikilize Roho Mtakatifu katika kila jambo. Katika kila jambo la kanisa tumsikilize Roho Mtakatifu. Wakati fulani tunajenga Wakristo fulani ambao nawaamini kwamba wana akili, na waamini kabisa wana hela, na waamini kabisa wanaweza kutoa ushauri mzuri, wakawa wanapita huko na wasikia pita huko, huyu mzee bwana anatupeleka sana, mbona anachangisha sana na kanisa yenyewe halijengwi. Wakati halijajengwa, kaenda kumwambia Roho Mtakatifu, niwaambie nini hao? Nikamwambia, mzee, kama wewe una akili kabisa ya kunishauri vizuri, kupita kuniteta pembeni kuna maana gani? Haifai. Mzee, kama wewe una akili kabisa, nikikuangalia una akili. Nimesimama sasa madhabahuni, unapita kuteta huko, una maana gani bwana? Wewe haufai. Nikasimamia hiyo. Wewe haufai. Kama unaona kanisa hili halikufai, tafuta litakalo kufaa. Sisi tunabaki hapa na Mungu wetu atakuja kutusaidia tukiwa hapa. Kumbe nilikuwa napiga sindano. Wiki iliyofuata walifika moja kutubu. Wakatubu moja. Mimi sina shida. Hapana shida. Sema lile neno lilikuwa kali. Kumbe lilikuwa kali. Halikuwa na kwangu, lilikuwa na Roho Mtakatifu. Katika kila hali Roho Mtakatifu usimama na maisha ya mtu. Roho Mtakatifu usimama na maisha yetu. Yesu katika huu msalaba na dakika zake za mwisho aliyesimamia show, watoto wa mjini wanasema alikuwa ni Roho Mtakatifu. Maana kuna sauti ya Yesu yenyewe haiwezi kutoka. Mtu amepigwa kiasi hiyo kwa sababu alikuwa na mwili wako. Ningewaambia mimi nipigwa kofi moja la maana nikaongea Kiingereza. Sasa hizo amepigwa mijeledi yote hiyo. Kofi moja tu. Nikaambia juu ya yule ndugu muuza magendo kutoka Malawi. Kakutana na askari ametoka huko, hasikii lolote. Haongwi wala haongeki. Alipojaribu kutoa hela alipishana na mkono wa maana wa mwanamume. Alilia, hata alipoinuliwa analia, hadi analia nini? Ananiambia yeye mwenyewe. Mzee, nililia, yani ninalia, ikiulizwa na mtu analia nini? Hajui analilia nini. Kofi moja. Yesu akapigwa ile mijeledi, nimesema akiachia moja unatoboa mpaka ndani. Nyama ya nje unaweza usione, lakini ndani kuna mifereji. Sauti yake singeweza kutoka. Wale wanaofuatilia maisha ya Yesu, hata aliposema mikononi mwako naiweka roho yangu, haikuwa neno linalotoka kwake. Roho Mtakatifu analeta tena, sauti ile inainuka, inapata nguvu na inasikika kwa watu wengine. Hivi ndivyo Kristo anavyotakiwa tuwe. Kila wakati msikilize Roho Mtakatifu aseme na maisha yetu, seme na maisha yako. Unafanya kazi, mambo hayaendi, hapana, jua upo wakati hujamsikiliza tu. Kuna neno fulani umeliacha, aseme na wewe. Huko kwenu hakuna shida. Sisi tunapata shida na waimbaji wa mjini, maana tunaamini sisi ziko karibu. Huko kwenu salama. Nakuta leo kaimba huku, kesho kaimba huku. Namwambia na kusimamisha. Kwaya nzima nataka itenge. Kusimamisha huko kwaya yote inataka kugoma. Hivi kweli ndio Roho Mtakatifu anakuambia? Huyu na nyinyi mnajua kabisa huko na matatizo. Mnajua kabisa Jumapili hakuwepo. Na yeye ndio mwalimu. Jumapili ile hakuwepo. Leo mimi nimeona hafai, ninyi mnataka kugoma. Hiyo ni kweli Roho Mtakatifu amesema na nini? Unajua mzee, sisi tunampenda sana. Nikafuta praise yote. Watu wa praise Bwana. Praise Bwana asifiwe. Watu hapa wamemaliza kuimba na waambia kuanzia Jumapili ijayo praise wanafanya ile kwa inaitwa nani? Jina langu inaitwa nani? Nasema praise kaeni chini.
baada ya mwingine, na appointment zao sizijibu haraka. Mchungaji, Jumatano utakuwa kanisani, sina uhakika. Kwani na haraka gani? Si aende asikia tute. Mchungaji, jirani yangu akaja kusikia hiyo na yeye akafuta kwaya nzima. Kwaya. Mchungaji gani? Yeye akafuta kwaya yote. Wakati mwingine tunapoleana bila kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu, tunaliharibu kanisa la Bwana, tunaharibu huduma za kiroho, tunaharibu watumishi wa Bwana. Lazima tusimamie kweli ili watu wapone. Yesu akija leo, twende. Ili huduma ni kwa ajili ya kusubiria ujio wa Kristo. Hatuimbi ili tupate madaraja, hatuimbi ili tupate sifa. Tunaimba tunamsubiria Kristo. Tunajenga kanisa nisema juzi ili tumsubiri Kristo. Tunanunua magari tumsubiri Kristo. Tunajenga manyumba zetu tumsubiri Kristo. Kristo akija, hizo nyumba sio za thamani kuliko imani tuliyokuwa nayo ndani. Wakristo wakianza kuharibu imani kwa sababu zozote, kiburi, wanapata sifa, ni lazima kuchukua hatua za makusudi ili watu waone Kristo ndani ya maisha ya kanisa. Jamani, amina. Amen. Sasa hivi wamekuja moja baada ya mwingine. Tulishawarudisha, lakini sasa kuna wengine walikuwa bado na adhabu, wanasubirie itakuwaje. Wala hata salamu sina nyingi Jumapili. Salimiaga wengine tu, huyu unampita pita kwanza. Aelewe kwamba bado wewe unaonekana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hapa hakuna shida kwa sababu hapa ni Tanga. Kule Dar es Salaam tunapambana kweli. Tunapambana. Watu wanavaa zile sketi zinazoishia juu ya magoti. Sasa nataka aimbe praise na sketi zinazoishia juu ya magoti. Jamani, sisi tumeokoka, lakini macho Mungu ametuachia tunayo. Na tunajua mipaka. Na usituzingue kwenye mipaka tunajua. Sasa tukawaambia mwisho hapa. Mwisho hapa. Hawezi asante uwe mshirika mwaminifu, lakini ikae hapa. Hizi ngazi mnazoziona hizi ni kitengo hivi. Hawa wanaotoka hasa wadada na kaskani kafu akinyanyua hadi hapa. Sasa mimi nikisema sivai hivyo, mchungaji huyu wa kizamani sawa. Hata zamani ndio imezaa leo. Zamani haijazaa. Leo hajazaa zamani ndio imezaa leo. Amina. Jamani, Bwana asifiwe. Nimeingia mji wa Dar es Salaam, natembea na kaptula. Au uniambii kitu. Yaani uniambii kabisa, uniambii. Katika kanisa haya maneno ya msalaba yalisemwa, lakini msimamiaji mkubwa wa maneno yale alikuwa ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu Yesu alikuwa ameshatandikwa ya kutosha. Alikuwa ameshapokea kipigo cha kutosha. Na wengine hawavai socks. Na wanataka waje kanisani socks. Unaona mimi leo nimevaa socks. Mungu mwembamba hapo chini alafu socks uvai. Wengine hawataki kuvaa mtanga. Yaani wana vituko tu. Hayo sio ya kwenu jamani. Sisi kwenu tunajiheshimu, sisi ni familia. Sisi ni watu wa imani moja. Wewe ni mwanangu, wewe ni baba yangu, wewe ni ndugu yangu. Kwa nini ufanye mambo ya kujiebisha hivyo? Havai mtanga. Basi kasuali kakienda juu na kashika hapa. Utakashusha. Wewe ulikuwa hujastiri. Lazima katika kanisa Roho Mtakatifu aseme na sisi. Kuna vitu sio tu ukifundishwa na Roho Mtakatifu ambie nisaidie. Wakati mwingine unapewa maelekezo magumu, sawa. Maana Yesu amefuata maelekezo magumu. Lazima apite njia ya msalaba ili atuokoe sisi. Lazima apite hapo tu. Bila kupita hapo hakuna wokovu. Bwana asifiwe.
asifiwe. Kesho tunamaliza, naenda nyumbani kwetu. Kesho niliambiwa hivyo na askofu kwamba tutamaliza tarehe 5, naenda kwetu. Tusijuane. Nikikukwaza hapa atakuja kukusaidia kukujenga. Lakini siku nyingine nikikukuta uko hivi na wewe. Maneno haya yalipokamilika, Biblia inasema lile neno la mwisho, wakati mtikisiko unatokea duniani, wakati giza linaendelea duniani, sauti ile ya Yesu Kristo, mikononi mwako inaiweka roho yangu. Ile sauti ilikuwa na muhimizo kutoka mbinguni, ikashuka kwa nguvu, ikaondoka na kwenda kwenye hekalu la Yerusalemu, hekalu la Sulemani, hekalu ambalo lilikuwa limebeba ushuhuda wa kiroho. Roho Mtakatifu akaisafirisha ile sauti ya Yesu inayosema mikononi mwako naiweka roho yangu, ikaituma ile sauti, na ile sauti ikafika, ikakutana na taratibu za ibada. Roho Mtakatifu hana utaratibu, ana utaratibu anaotaka yeye, sio utaratibu utakaompatia wewe. Jamani, amen. Amen. Alipofika hapo, nimesoma juu ya lile pazia la hekalu ambalo desturi yake ilitaka kila mwaka kuhani mmoja achaguliwe ndiye mle, ili afanye upatanisho kwa watu wa Israeli. Wala sisi hatupo hapa, Israeli tu. Sasa kichaguliwa, naenda nafanya huduma. Lile pazia lina maswali mengi, lina mambo mengi, unaweza kujiuliza mengi, lakini tuseme tu ilikuwa na unene wa inchi 4. Pazia ilikuwa na unene wa inchi 4. Imefumwa mwanzoni, ukiliangalia lina zile mbawa za makerubi. Kwa hiyo hata watu kusogelea lile pazia walikuwa hawaendi, wanaliangalia tu kwa mbali. Inchi 4. Nikasoma pia lilikuwa na paundi kilo 60,000, zito kweli kweli. Na ili ulipasue mzee Mligo yeye anaendesha gari, anajua injini za magari zinapimwa kwa kiwango cha farasi. Injini za magari yote zinapimwa horsepower 1, horsepower 2. Zile horse ni nguvu ya farasi, ile horsepower ni nguvu ya farasi. Sasa ili ulipasue lile pazia la hekalu, ili ulipasue ikatike vipande viwili kama maandiko yalivyosema na tukayasoma, ulihitaji kufunga farasi 8. 4 wavute kule na 4 wavute huku, horsepower 4 na huko horsepower 4, jumla horsepower 8. Wakivuta wanaweza wakagawa lile pazia la hekalu, naweza likagawanyika. Lakini nje ya hapo, farasi 1, farasi 2, farasi 4 hawawezi
endelea kumfuatilia, nataka nikwambie kitu hapo. Mungu ni wa ajabu sana. Wakati kesi inaendelea, askari wa Kirumi walikuwa pale kuhakikisha maamuzi yatakayotolewa wayatendee kazi. Na moja ya wakubwa ambao walikuwa pale anaitwa Longinus. Latino unaweza kusema Longinus. Huyu mtu alikuwa miongoni mwa askari. Na nilisema juzi, leo nataka niendelee kusema, wakati pazia la hekalu linapotamkwa kwamba limepasuka, Longinus, askari huyu msimamizi wa utesaji. Katika kazi za kiaskari huwa watu wanapewa assignment. Mkituma watatu, mkubwa wenu lazima apatikane. Hamwezi kutuma watatu wala wote mkafanana. Lazima kuwe na mmoja mkubwa. Mkituma 10, ndio maana kuna kompania, kuna nini zina majina zile, na kuna wakubwa wake. Huyu alikuwa kwenye kikosi maalum cha kutoa adhabu. Hii ilikuwa adhabu yake ya kwanza. Nimesoma maisha yake. Hii ilikuwa ni miongoni mwa adhabu nyingi ambazo alishuhudia zikitokea. Moja ya adhabu ikaangukia mikononi mwake, na yeye yuko dhamu. Yesu wa Nazareti ameshtakiwa. Yesu wa Nazareti amehukumiwa. Yesu wa Nazareti amepatikana na hatia. Lakini wanasema wakati wanaenda, yeye kama kiongozi anaangalia uso wa Yesu. Haoni kama huyu mtu ana majuto. Hata aliposhindwa kunyanyuka akasaidiwa kubeba msalaba wake na yule mkerene, hakuonekana kama amechukizwa. Anasema huyu mtu ni mwana namna gani? Mbona haogopi? Mimi nimesuluhisha watu wengi. Watu wengi wana kipindi kama hiki wanalia sana. Mbona huyu mtu amenyamaza hivi? Na hata aliposhindwa kujitetea, alimsikia amenyamaza, anajiuliza maswali, huyu ni mtu wa namna gani? Simon mkerene wakati anabeba ule msalaba na kutangulia na Yesu, huyu askari alienda kumtafakari sana Yesu. Huyu ni mtu wa namna gani? Huyu ni mtu wa namna gani? Na nilisema juzi, huyu ndiye aliyesema ya kwamba Yesu amefufuka. Huyu ndiye aliyesimama akasema Yesu amefufuka. Na leo nimepitia nikaona kumbe baadaye na yeye aliokoka, baadaye akawa mhubiri, na baadaye akafa kwa kufungwa, kwa sababu alionekana na wasaliti wenzake kwa kumwamini Yesu ambaye walimsulubisha. Baadaye wakamkamata, baadaye wakamfunga. Moja ya vitu vyake, mwili wake ulisikwa katika kanisa mojawapo ya Roma, na ule mkuki ambao ulitoboa babu ya Yesu uko kwenye kanisa la St. Peter's mpaka leo, umejengewa kwenye nguzo mojawapo. Huyu aliyemfuata Yesu kwa mbali anasema hivi: kila neno alilolisema Kristo lilinitoa kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Aliposema Eloi Eloi lama sabakthani, yeye alisogea hatua mbele ya kwenda karibu na Yesu zaidi kuliko kwenda mbali na Yesu. Kila neno alilolisema Kristo lilimsogeza zaidi kwenye maisha ya kumpenda Yesu kuliko kurudi nyuma. Kila neno alilosema Yesu, anasema huyu mtu. Na baadaye Waroma na watu wengine sasa wanamhesabu, wanamwita mtakatifu. Sisi kanisani kwetu bado hawajatupa utaratibu. Watu namna hii tutakuwa tunawahitaji. Akina mzee Shiba tunawaita vipi? Akina Zikapiga tuwaite. Hawajatuambia bado. Labda mbele watakuja kutuambia. Watu hapa wakachukua maisha ya mtu huyu, Roho Mtakatifu akamsaidia kukana cheo chake, kuacha cheo chake na kuanza kuungana na wanafunzi. Anasema alienda kwa wale wanafunzi 12 wa Yesu na akaanza kufanya kazi pamoja nao. Moja ya watu ambao walikuwa wamesimamia zoezi la Yesu kusulubiwa, wakaokoka, akampa Yesu maisha yake, akawa mtu safi. Amen. Akawa mtu wa rohoni. Kwa sababu tukisema wa roho mseme wakiamua wanatuambia dini
kweli ni ya juzi, wala hawasemi uongo, ni ya juzi, lakini ina Roho Mtakatifu ndani yake. Na waambia washirika wangu hivi, hii dini ni ya juzi, lakini ina Roho Mtakatifu kabisa. Huwa tunasoma wakajazwa na Roho Mtakatifu, na sisi tunaomba anakuja Roho Mtakatifu. Ya kwao ya zamani haina Roho Mtakatifu, ama hawajazwa na Roho Mtakatifu. Wakati wa urejesho mambo haya ni yasema, yule ndugu ameokoka na akaanza kutumiwa na Waroma na kanisa la kwanza pia. Wakati huu tunapozungumza juu pazia la hekalu lililopasuka, linatuonyesha sasa tunaweza kuingia moja kwa moja patakatifu kwa patakatifu bila woga, bila woga. Na hiyo ndio ujasiri tulionao kwa ajili ya Kristo. Joeli 2:25. Ndugu nisomee hapa. Joeli 2:25. Joeli 2:25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa lililotuma kati yenu. Asante sana. Mbona mmaliza haraka hivi? Uko unasoma unanena kwa lugha. Naomba nirudi. Nenda kwa kituo. Nenda kwa kituo. Mimi nilizaliwa wakati nchi hii inaitwa Tanganyika. Nchi hii ilipokuwa bado inaitwa Tanganyika ndio mimi nikazaliwa. Lakini wewe nadhani umezaliwa Tanzania. Sasa wewe Tanzania na Mtanganyika lazima tukubaliane, twende vizuri. Soma pole pole. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, ndio jeshi langu kubwa lililotuma kati yenu. Asante. Nami nitawarudishia. Kazi ya urejesho na kazi ya Kristo ni kuyaleta malipo ya hasara zote ambazo tulipata katika maisha kabla hatujamjua Yesu. Kuna watu walipata hasara, maisha ya hasara, maisha yasiyo na matokeo mazuri, lakini nasema wewe sasa usiwe mnyonge tena, atarudisha na kugharimia zile hasara zote. Nilisema juu ya mama yangu amefariki na ameenda mbinguni, lakini alikufa akiwa mwalimu wa kwanza. Levi nafikiri daraja la kwanza, kama wana madaraja ni daraja la kwanza, Levi daraja la kwanza. Alafu Yesu anamuokoa, anamrudishia vyote vilivyoliwa na tunutu na parare na madumadu, anampa tena yale ambayo angetamani arudi nyuma. Hata sema ningerudi nyuma kidogo, harudi. Hata mimi sirudi, na hapo ulipofika wewe urudi, tuanzie hapo ulipo. Hasara zote tunatangaziwa katika Yoeli kupitia kifo cha Yesu zinarejeshwa katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Lakini Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 17, soma tena. Wakorintho wa pili sura ya 5 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ndio. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Usiendelee tena baada ya sikukuu hii ukaanza kushughulikiwa na mambo ya zamani. Mshike mkono ndugu yako, mwambie baada ya kutoka Pasaka hii usirudie tena mambo yale ya zamani. Kale ka uzoefu usikarudie tena. Usikarudie tena, uwe mtu mpya. Jamani, Bwana asifiwe. Mtu mmoja akaja kanisani kwangu yeye wakati ule wa corona. Wangapi walisikia kitu kinaitwa corona? Corona bonge la dude linatisha hatari. Akaja daktari, mimi nimeshawajenga watu, mimi nimeshawaambia hapa afi mtu. Corona nini bwana? Nimesaidiwa na Magufuli
ambaye sikujua kama ameokoka sana namna gani, na yeye amesema hatufi na corona, na mimi nikasema kanisani hatufi na corona. Akatoka alipotoka daktari asema, unajua hivi tunavyokaa tunaweza tukapata matatizo. Matatizo gani? Akayasema, niko kwenye kiti ninakokaa hapo na wazee wangu, moyo unawaka, nataka nipasuke haraka kabla hajapanda mbegu mbaya. Aliposhuka tu nikaenda kwenye andiko hili, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mambo yale ya kale yamepita. Corona itaua nyinyi, sio mimi wala sio watu wa kanisa hili. Yesu asifiwe. Na leo wana mahubiri wanasema lango la nini? Sijui lango la nini? Sijui lango la uzima. Sijui lango la nini? Haya mambo mmeyatoa wapi? Haya malango haya kwenu yapo. Ona si kwetu malango haya hatuna. Sisi kwenye Swedish haya malango si hatuna. Sisi tunajua tu ukiokoka mambo yamekuwa sawa. Lango sadaka ya mafanikio zinaambatanishwa hela baada ya hela 10, 20, 30, 40. Huu ni ukutafutaji wa hela ndani ya imani. Jamani, sisi tumekuwa viumbe vipya. Mambo ya maisha ya zamani yamepita. Tunatembea katika neema ya Yesu Kristo. Ndio sio kama corona haiui, lakini basi usiipe sifa kiasi hicho. Unaipa sifa mpaka unamsahau Mungu wako bwana. Yaani unaipa corona sifa mpaka Mungu unamsahau. Sasa ukija kuugua si unakufa tu kirahisi. Unaipa sifa na unatisha, barakoa kwa fujo, sanitizer ndo usiseme, siko kila mahali tunatembea nazo mpaka mifukoni, maana tunaogopa kufa. Kwani wewe ukifa una hasara gani? Hivi bado hujaokoka. Sasa ukifa si poa tu. Zemligo anasema usife utakufa. Sio leo lakini bado utaishi. Moja ambaye hakuwa na hofu hizi anasema, ndugu zangu, kama ninaishi ni Kristo anaishi ndani yangu. Kama nakufa naingia mbinguni na kukutana na Yesu. Hivi nani hataki kumuona Yesu? Jana mzee alisema, hivi wewe uko hapa ila unajipima kwenye ile foleni. Mzee anajipimaga. Anawaambia watu wangu, jipimeni jameni. Umepanda foleni, mbele yako yuko mzee mlemo. Alafu wewe ndio unarukaruka hiyo. Unapanga foleni, mbele yako yuko mtume Paulo. Utaamua tu kusema jamani, mimi nitafutieni chumba chochote kingine. Foleni hii niondoe. Petro yuko hapo, Yohana yuko hapo, Andrea yuko hapo. Wazee wetu wa zamani wa kanisa hili wako hapo. Wewe unaomba hapo. Kama hujakaa sawa, lazima utashika mkono. Kama unaomba uambie sogea tu, tunakufahamu. Haleluya. Tunakufahamu imani yako, tunafahamu maisha yako. Wewe ni dada mzuri katika Bwana, tunakufahamu. Sogea mbele, sogea mbele. Unasimama na mbio sio hapo, sogea mbele. Unasimama na mbio sio hapo, sogea mbele. Pata unakuwa karibu na majabali yale ya imani. Akina Petro, akina Yohana, yale ya kina Paulo umesimama nao. Ningetamani sana niwe kwenye siku hiyo ya maana sana. Kwani ukifa sio unaenda kulala nao mapema kabla wewe hujaje? Tunatiatia story kwanza huko mapema kabla wewe hujaje. Wewe unaogopa. Wanaogopa na kutaona tumeshaongea mengi. Bwana asifiwe. Amen. Mtu akiokoka anakuwa kiumbe kipya. Ndio maana wakati mwingine tunapozungumza juu ya maisha ya Yesu, kifo na usulubiwa, ili atupatie maisha mapya, tuwe watu wapya, watu wazuri, watu ambao hawaogopi, sio waoga kiasi hicho. Zaburi inasema, Zaburi ya 126. Leo sio tunamaliza sasa hapa ni shughuli. Leo tunamaliza semina. Na hapa ndio tunapiga misumari nchi 6. Amina. Siliona tushapiga misumari nchi 6, msivae suruali za kulegeza. Ninyi ni viumbe wapya. Sivae suruali bila mkanda. Amen. Unavaaje hivyo? Kwani ninyi ni akina Diamond na nyie? Anaofanya hivyo Diamond maisha ya kihuni hayo. Kanisani tunafunga mikanda.
tunavaa soksi, ndio naona nene nimejifunza soksi zina umuhimu bwana, hasa kwa si wanaume. Bwana asifiwe sana. Kwa wanaume zina umuhimu sana. Sivae tu vinguo vingine vimedezainiwa kuzimu. Sasa naona unakuja kuingia mteja wa huko ni achana hiyo. Hii ni misumari ya mwisho. Sasa ndio naondoka hivi. Amina jamani. Amina. Takaporudi kama nakuja kutembea kama Yesu ajaja, taangalia wakati mnaimba nione mmevaaje. Ile ruti ambayo nimesema nitaandika na waimbaji wangu, takuja tuone mmevaaje, alafu tukitoka nje takuuliza swali bado nilegea hivi. Ngezaje swali wala msimu. Umefika kwenye Zaburi ya 126. Kesho tutakuwa tunaabudu kabisa, misumari hamna kesho. Semina oye! Semina oye! Watu wa Mungu oye! Kesho sote tunaabudu. Tunaabudu. Leo ndio lazima turekebishane ili kesho tukiabudu tuabudu vizuri. Sio tunaabudu tukipiga jicho za huyu naye kaja. Karibu. 26 mstari wa 4 na 5 tafadhali. Bwana, uwarejeze watu wetu waliofungwa. Ndio. Kama vijito vya kusini. Ndio. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele na furaha. Wala usiogope kama kuna mambo yanakuhuzunisha. Mzee amesema hapa askofu kwamba wakati naenda kule Chamazi, acha Chanika nilikuwa na gari, nilikuwa na pikipiki. Wakati natumika Chanika nilikuwa na pikipiki. Lakini wakati naenda Chamazi unapanda kwa machozi. Unapanda kwa machozi. Nakupa shuhuda mfupi tu. Siku moja mimi nashukuru Mungu, hata kama jana nilisema gari haukuwa tatizo, lakini kuna wakati ninaenda huko Chamazi ulipatikana changamoto moja. Nina watu walionizunguka wazuri tu. Ningeweza nikamwambia samahani sana leo nimepungukiwa na wewe. Wala sijaona jamii mchungaji. Bwana asifiwe. Sina nauli ya kwenda Chamazi. Kanisa lenyewe hamna. Sasa lazima nauli zipatikane kwa marafiki. Roho Mtakatifu akanikataza kutafuta nauli kwa marafiki. Sasa nina 400, namuuliza tuko nyumbani. Nina 400 ya kufika hapo Bagala. Natoka Kijichi ile Bagala. Karibuni tatu. Kaondoka. Kafika Bagala. Bado nikapata ruhusa. Nikapanda gari. Asikia ruhusa. Panda hiyo gari, nikapanda. Nikaa kwenye gari, konda anaanza kutafuta hela. Kondakta anaanza kutafuta hela. Kati ya watu wakorofi wana maneno, wana chuo chao sio wanasomeaga wapi ni Makonda. Watakuharas. Yaani ukijichanganya watakunenea mambo ambayo wewe akili yako haijawahi kuyasikia. Anatoka kabla hajafika Charambe kwa kanisa anaochukua mchungaji Karolo, wamesogea wanakuja, anaendelea. Niko nyuma nimekaa na watu 4, lakini nilio karibu nao ni 3. Nao ni wasichana wa sekondari, wamevaa nguo za kisekondari. Anapokaribia na anafika kudai hela, na mimi nimepigwa ganzi, sina senti 5 mfukoni. Senti 5 wengine hamjui. Ilikuwa na thamani, tulikuwa tunafanya hata matumizi. Sasa hapa mfukoni hiyo haipo. Wakati anafika anaanza kudai hela. Binti moja aliyekaa kwa kwangu akatoa hela ya kwake tu. Akahama anidai mimi sasa. Kabla hajadai mimi yule akasema samahani, hela hii hapa. Kata ya kwangu na wewe baba. Mjizo unaanzia hapa. Mjizo unaanzia kata yangu na ya huyu mama.
moyoni sema asante Yesu, kumbe upo. Yaani ndio mnakutania kwenye daladala. Kwa hiyo Yesu unaweza kukutana naye sokoni, unaweza kukutana naye kwenye daladala, unaweza kukutana naye shuleni, unaweza kuwa unachuma mboga, unaweza kukutana naye popote atatokea. Kumbe upo. Tukaonana. Anaporudisha cheki, maana ametoa shilingi 5,000. Anamwambia change mpe huyu baba. Kwa hiyo nikapata shilingi 4,200 sadaka pamoja na kununua ndizi wakati narudi nyumbani. Sitakaa nisahau. Hizo sio hela nyingi, lakini sitakaa nisahau kabisa. Kwa nini? Wale watu sijawahi kuwaona tena. Natamani nikutane nao siku fulani niwasalimie, hata niwaombee. Sijawahi kuwaona. Nadhani nilikutana na malaika. Amen. Nadhani nilikutana na malaika. Nimeisema kila wakati na kila ninaposema nasikia niseme tena. Maana si kawaida. Inasema hivi, ujazwe shangwe. Maandiko ambayo tumeyasema. Ziko nyakati ambazo una huzuni nyingi. Yesu hajaamua kukuacha. Atasimama na wewe katika hali yoyote, katika mazingira yote, atakuwa karibu yako. Wewe ni kuendelea kumwamini tu. Utajazwa shangwe, utajazwa furaha, utajazwa matumaini, utapata tumaini jipya katika saa ngumu inayopita katika maisha ya kwako. Wala usiogope. Nimalize na Yeremia 30 na mstari wa 17. Nimalize hapo. Na mimi kwa kweli nitakuwa nimefunika na Biblia zangu na sihitaji tena kujifungua. Soma hiyo mstari huo. Yeremia 30 mstari wa 17. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Nabii Yeremia anasema, maana nitakurudishia afya. Nami nitakuponya na jeraha. Kuna mambo yanayotokea katika maisha yetu kama hatuja katika makongamano kama haya na masemina kama haya, tunakuwa tunateseka nayo, lakini tuna akiba iliyotosha, inayojitosheleza ya kwamba Mungu anatuahidi. Mungu ananiahidi mimi, Mungu anakuahidi wewe, Mungu anawaahidi watumishi wake kwa neno lake, mji utunzwao na Bwana. Wewe ndio mtu wa maana mbele ya Bwana. Tunarudi kwenye kitabu tulichoanza nacho baada ya kuokoka. Umebatizwa kwa maji mengi, wewe ni mlokole, wewe ni mtu wa Mungu. Unaitwa hivi, wewe ni mji unaotunzwa. Wewe unaangaliwa usiku, unaangaliwa mchana, zinaangaliwa changamoto zako, yanaangaliwa mahitaji yako. Neema hiyo ya kuangaliwa uipokee katika jina la Yesu kwa maisha yako. Wewe unaangaliwa. Kuangaliwa ni jambo la muhimu sana. Kama huangaliwi unavunjika moyo. Mungu ametuahidi ya kwamba atatuangalia, ataangalia maisha yetu, ataangalia biashara zetu, ataangalia familia zetu, ataangalia watoto wetu, ataangalia kazi za kimisheni tunazofanya, ataziangalia. Na mimi ni shahidi wa mambo mengi, nimeona Mungu anaangalia. Unaweza kufikiri uko peke yako, Mungu yuko na wewe. Siku moja askofu ulienda Mafia. Siku yetu naenda ulienda na Kadodo. Mimi nilikuwa nimepanga katika safari zangu tuende Mafia. Na nikaamua katibu wangu wa kanisa la mahali niende naye. Ghafla nikasikia kengele ya Roho Mtakatifu. Maana Mungu anaangalia mambo. Nikasikia, kwa nini usiende na Kadodo? Kwa nini unaenda na Sibeye katibu wangu? Kwa nini unaenda naye? Nikabishana baadaye nikasema okay, ngoja niende na Kadodo. Kwa hiyo nikakata tiketi ya Kadodo Sibeye. Nikamwambia Sibeye, hatutaenda, wewe utaenda. Sasa tulikuwa tunaenda kwa ndege. Wakati mwingine ndege na kama hatupandi sana zinakuaga na hamu.
Zinakuwa na hamu. Kama hujapanda mara kwa mara kwa hamu, una hamu nayo. Uipande. Sasa katibu akaniambia, baba umenisumbua hapa katikati. Kwa nimetamani ile ndege. Nikamwambia lakini nasikia moyoni tuende na huyu mzee. Tukaenda. Tukafanya kazi tukamaliza. Vita za kiroho vipo. Na kumbe ndani ya jambo hilo kulikuwa na watu fulani wana ajenda yao. Wanaenda kumbananisha mchungaji Kadoro mahali. Ili wewe unajua hiyo kazi ya mafia kweli. Anamuuliza jana tu, Roho Mtakatifu aliniambia mchukue huko. Anamwambia jana tu nilitoka huko. Yaani anajibu tu kwa ujasiri. Jana tu nilikuwa huko. Huu ndio uangalizi Mungu anaangalia katika maisha yetu. Unapata mambo mashaka na jambo kuendelea, unasikia, ngoja nitulie kidogo. Ujue huo ni mpango wa Mungu mkamilifu. Wewe ndio mji unaangaliwa. Wewe ndio mtu unaangaliwa. Unaangaliwa umelala wapi? Unaangaliwa umekula nini? Unaangaliwa maendeleo yako. Una usimamizi wa karibu mno wa Roho Mtakatifu. Wewe usiogope. Wewe uko salama. Sisi tuko salama. Kanisa la Mungu liko salama. Watu wa Mungu tuko salama. Mwangalizi wetu Yesu Kristo anaendelea kuangalia maisha yetu kwa ukaribu kuliko unavyojua wewe. Pokea neema ya uangalizi katika jina la Yesu Kristo. Anaponya pia afya zetu. Anaponya pia afya zetu. Wakati mwingine tunaweza kuumwa tukaenda kwa waganga. Waganga nilikuwa nawaambia huko kwetu. Waganga wajanja sana. Anakwambia lete kuku. Yule kuku anakuja kukupa wewe kichwa. Huyo kuku mwingine yeye anajua marekebisho yake atakayofanya huko. Ila wewe anakwambia hiki kichwa akakichimbie pale mlangoni. Kuku peke yake hajawahi kuwa mlinzi wa nyumba. Yuko hai. Hajawahi kumlinda mtu. Kuku unapewa kichwa, unapewa hiki kakichimbie. Ni aina ya sayansi ya akili ya watu. Wale sio waangalizi wazuri. Wale ni watu wabaya. Kipeleka kuja na kupa kichwa. Kipeleka ng'ombe na kupa kwato au zile pembe zake. Anakwambia hizi kachimbie kwenye shamba lako. Hakuna mbaya atakaye kuja. Ng'ombe anawahi kulinda shamba watu bwana, anakulaga majani na shamba yenyewe basi. Jamani, Mungu atusaidie. Anasema utakuwa salama afya yako. Afya tunapeleka kwa Yesu. Hata kama kuna mganga mmoja mashuhuri kabambe, yuko wapi? Hakuna, itapeli tu. Taliwa hela zako tu. Tapeli. Na hata kanisani watu wameanza kuwa hivyo. Wanaanza kutafuta neema kutoka nje ya Yesu na wapate. Roho Mtakatifu akija kutuonyesha hicho kiilizi, tutakuja kukikatia hapa mbele. Hatutakuja kunong'oneka katikati, tutakuchukua ndio. Tunakata hiki kiilizi. Hapo kutoka hapo matapuka. Wengine wanapona. Wao wanaenda mbinguni. Yeye anaangalia afya zetu, anaangalia maendeleo yetu, anaangalia kiroho chetu, anaangalia na hatima yetu. Hayo ndio maisha ya imani tuliyoanza Jumatano kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Hayo ndio maisha yetu. Sisi tumetoka huko, tumeingia hapa. Tuna uangalizi wa kutosha na Mungu wa neema awabariki sana. Amen. Tusimame tumwabudu Mungu pamoja na wadogo. Na kwa sababu tumemaliza na neno linalosema atatupa afya nzuri. Ukiwa unasikia huna afya nzuri, inaweza kuwa afya nzuri kimwili lakini kiroho sio afya nzuri. Inaweza kuwa afya nzuri kiroho na kimwili lakini mambo fulani ya kwako yamepoteza ustawi wake, kazi zako hazina ustawi. Tukombe Mungu wa neema ataweka jambo jipya katika maisha yako. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unaponya magonjwa ambayo mwanadamu hawezi kutibu.
kitu unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unaponya magonjwa ambayo wanadamu hawezi kutoa. Tayari kwa ajili ya kumpa Yesu maisha, na ninyi mliofika hapa tutawaombea kwa ajili ya afya zenu, lakini kwanza tutaongoza sala ya kumpokea Yesu kwa mwokozi wenu, na baadaye tutaomba na ninyi. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaomba, tarudia yale maombi ambayo tutakuwa tunaomba, kwa sababu wewe bado hujayajua hayo maombi, mimi nitakusaidia kuyaomba. Sawa? Omba pamoja na Yesu. Bwana Yesu, mbele zako na kabidhi maisha yangu kwako. Mimi na juu ya mambo yote nimefanya, ninayoyajua na nisiyoyajua, na kukabidhi Yesu maisha yangu. Nitunze na kunilinda. Asante kwa wokovu. Kuanzia leo jina langu liandikwe katika kitabu cha uzima. Leo jina langu lifutwe katika kitabu cha hukumu. Asante Yesu kwa wokovu. Utanilinda na kunitunza. Naomba na katika jina lako Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watu hao wameleta maisha yao mbele zako. Wamejikabidhi kwako uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamefika mbele zako. Endelea kuwasaidia na kuwatunza kila wakati na kila na waongoze katika kweli. Wape maisha imara ya kiroho. Wape maisha imara ya kiroho kila siku na kila saa. Waendelee kuongezeka. Hatari zote zikumba maisha yao zikaweze kuwaachia katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neema ya wokovu. Asante kwa sababu ya neema ambayo utawapatia ya kuendelea kukua na kukua. Katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu nimeomba. Amen. Asante. Naomba msogee mbele kidogo, unganeni pamoja na hapa. Sogeeni hapa, tuombe kwa ajili yenu. Sogeeni mbele. Bila nilala hapo mwacheni tu, sogeeni tu hapa mbele. Wala msiogope, njoni hapa mbele.
Inua mkono wako mmoja. Sema Yesu niko hapa. Sema Yesu niko hapa. Yesu niko hapa. Naleta mahitaji yangu. Ninaamini sina mwingine anayeweza kunisaidia kuliko wewe Yesu. Asante kwa msaada na asante kwa kuniongoza kufika mahali hapa leo. Ninaamini changamoto zangu zote zitaondoka katika jina lako, na mimi nitakuwa huru katika jina lako nimeomba, amen. Funga macho yako tukuombee. Baba, katika jina la Yesu, tuna jamii ya watu wanawake na wanaume wako hapa Bwana, wewe ambaye unajua mahitaji yao kuliko sisi, na hata wao hawakuweza kusema kwa uzito mpaka tunajua jinsi gani wana mahitaji. Katika jina la Yesu Kristo, kila aliyefika mahali hapa Bwana, ukamsaidie, ukamponye katika jina la Yesu. Toka shetani, pepo wabaya na utesa maisha ya mtu, hana nafasi tena katika jina la Yesu Kristo. Kila shida iliyo ndani ya maisha yako, neema yako Yesu Kristo ikasimame tena pamoja nao kwa jina la Yesu Kristo. Ponya maisha yako, fungua maisha yako, vifungo vyote vya shetani havina nafasi tena katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, pepo wabaya, nguvu na giza, mamlaka ya shetani haina nafasi katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana unaweza na utatenda katika jina la Yesu Kristo. Sana Roho Mtakatifu ujue mtu huyu, neema yako ya kuponya na kuokoa, neema yako ya kuinua ikawepo tena mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ukamsaidia huyu mama kwa namna ya pekee. Unajua maisha yake yako mikononi mwako, hakuna mwingine anayejua zaidi ya wewe Kristo. Nasi watumishi wako tunatamka kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Kila mateso, kila msiba, kila mateso achia kwa mwanamke huyu. Tunaamuru nguvu ya Yesu Kristo ikufungue sasa, ikuondolee mateso kwenye mwili wako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea uzima. Pokea uzima ndani yako. Pokea uzima. Tunasema kinyume na kila magonjwa, kila mateso achia. Kila mateso achia. 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 Kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana inakubariki. Bwana endelee kukubariki. Tukufu mamlaka ya Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Uliopotea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu yake, mifupa yake, afya yake ibariki katika jina la Yesu. Bwana mrehemu kijana huyu. Bwana anaweza fanya jambo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Asante Bwana. Utukufu na heshima ni yako Kristo. Asante kwa ajili ya matendo makubwa unayotenda. Kwa utukufu wa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa utukufu wa jina la Yesu wa Nazareti. Tunaachilia neema ya Bwana. Utukufu wa Bwana uwe juu ya maisha yako. Neema ya Bwana ikufunike. Bwana kutendea muujiza na utukufu wake uwe juu ya maisha yako. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Usiwe na msiba tena, usiwe na mateso tena. Neema kubwa ya Yesu aliyeshinda kifo na mauti iwe juu ya maisha yako. Utukufu na heshima vyote vikufunike kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen. 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 Inua mikono yako juu wewe ambao umesimama. Inua mikono yako juu, sema asante Bwana Yesu. Sema kwa nguvu, asante Bwana Yesu. Ninakushukuru. Sema ninakushukuru kwa uwezo wako, kwa uponyaji wako. Asante Yesu. Asante Yesu. Amen. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi na sifa na utukufu. Ngoja kwanza, kabla hujaondoka, kuna mambo yanaendelea kufanyika. Nimeona mtoto tangu juzi
unasemaje? Unaanza kuona mabadiliko kwa mtoto huyo. Ni tofauti na mtu umeanza kuomba. Yesu anamtendea. Yesu anafanya kazi, atafungua kila alichonacho na itakuwa huru. Hebu jiangalie na uliyefika hapa, labda ulikuwa unasikia kitu fulani kinauma, kama ni tumbo, kama ni mgongo, kama ni kichwa. Hebu jicheki, angalia wewe mwenyewe, angalia mwenyewe. Jiangalie sasa, usisubiri mtu akuangalie. Angalia nini ulikuwa unashindwa kufanya kabla ya hapo, ulikuwa unafanya kwa ugumu. Hebu tazama. Tazama kama kuna jambo limekutendea, maana Yesu anataka asikie pia ushuhuda wako, asikie vile ambavyo ulikuwa unaumwa na sasa umefunguliwa. Nini kilikuwa kinakusumbua na kimekuwaje? Tulize moja moja. Mama, nini ilikuwa shida yako ambayo tumekuombea? Shida ilikuwa ni nini? Ilikuwa shida ya nini mama? Ilikuwa shida ya moyo. Ya moyo? Moyo ilikuwaje? Ilikuwa mkubwa. Ulipima hospitali? Sasa imekuwaje? Baada ya maombi unaenda kupima, unaendelea vizuri. Nani amekuponya? Yesu amekuponya. Hebu tumpe Yesu sadaka ya makofi. Moyo wako utaendelea kuwa mzima kama ambavyo unaamini. Ukitoka hapa, kesho ni Jumapili, wewe Jumatatu ukitoka hapa naenda kapima. Sisi hatuna haraka. Sisi tuko hapa hapa, Yesu yuko hapa hapa, uponyaji uko hapa hapa. Kwa hiyo hatuna haraka. Mwambie huyu dada, ulikuwa na shida gani dada? Ulikuwa na shida gani? Ulikuwa unajisikia vibaya kuanzia lini? Wiki nzima. Sasa unasikia? Unajiona mwepesi. Ulikuwa mzito na wewe unataka wepesi. Hebu tumpe Bwana Yesu makofi na sadaka. Anasema alisikia alikuwa mzito, lakini sasa anajisikia mwepesi. Mpe mama yangu hapo. Mpe mama. Nini shida ilikuwa? Mimi nilikuwa nasumbuliwa na pressure. Ulikuwa unasumbuliwa na pressure. Kuanzia lini? Siku nyingi. Sasa sijajua, labda ukapime sasa. Huyo ndio tunamtaka huyo. Labda nikapime ndio utajua mambo yamekaa level. Sawa? Ukitoka hapa fanya vipimo. Alafu kesho tunakuja kuambiana. Hakuna pressure juu yako tena. Neema ya Bwana inakutendea muujiza. Maombi uliyoombewa mahali hapa yataweka sawa sawa moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Tupe Bwana Yesu makofi ya ushindi. Amen. 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 Dada, na wewe ulikuwa na shida gani? Tumbo. Ulikuwa na shida gani tumbo? Inaniuma. Ulikuwa unauma. Ndio. Na sasa? Naona pale. Unaona? Nimepona. Umepona? Ndio. Nilikuwa nimeuma kuanzia lini? Na wiki ya pili nakuja. Unakuja hapa wiki ya pili? Tangu unakuja sasa? Tumbo liko sawa sawa? Limeacha? Ndio. Unaweza kula ugali na uduvu bila shida? Kila kitu. Hebu tumpe Bwana Yesu sadaka na makofi. Asante. Hiyo unavyoamini ndivyo hivyo itakavyotendeka, hakutakuwa na mateso tena. Dada, tuambie, tumalizie dada yetu hapa. Nakuwa naumwa na tumbo. Lakini tangu nimekuja kwa Yesu nashukuru. Tunashukuru. Yesu kaniponya. Yesu amekuponya. Yesu anaponya wajamii. Tumpe Bwana Yesu sadaka ya makofi. Asante sana. Tutakuwa na nafasi kesho ya ushuhuda. Kesho tutakuwa na nafasi ya ushuhuda kwa sababu ni wengi na muda unakwenda, na mkumbuke kama tulivyofundishwa, huyu Yesu hakuwa na sababu nyingine yoyote zaidi ya kunikomboa mimi na nani na wewe. Na kwa kupigwa kwake, yani alivyopigwa, sio anapigwa sasa hivi, alishapigwa, alishakufa, alishafufuka, yuko hai. Sasa ule uhai ambao tulikuwa tunahubiriwa hapa, huo uhai utafanya kazi katika maisha yako. Utakuwa sawasawa na wengine tunaosikia raha ndani ya Yesu Kristo. Kabla ya hapo hatukuwa hivi, tumeuona wema wa Bwana. Umesikia mchungaji alikuwa anatoa ushuhuda, ndivyo ilivyo na wewe hujachelewa. Utaona mambo ya ajabu na utamshangaa Mungu katika maisha yako. Sasa kesho tutakuwa, kwa wale ambao wanaweza kusoma, tutakuwa na Biblia. Utakaa na mtu atakusaidia kusoma vifungu ili wewe unathibitisha kama ambavyo tunasomewa. Ikisomwa na wewe unaambiwa hapa. Ukiendelea utakuwa nayo hiyo kwa muda, tutakuwa nayo baadaye. Uko mbele ya safari
tutakuachia kama utapenda kuwa nayo moja kwa moja. Itakuwa mpya kabisa, ikusaidie uendelee, lakini maombi hayataisha mpaka iwe sawa sawa na salama katika maisha yako. Bwana akubariki sana. Naomba turudi kuketi pale. Tafadhali tutoe sadaka mara moja, tumalizie ibada yetu jioni ya leo. Tunaomba wimbo mmoja mwabudu wa kitabuni, tuimbe wakati tunatoa matoleo yetu. Haleluya. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Umenipa, umenipa, umenijaa utulivu, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Ushindi umenipa, magonjwa umeniponya, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Uzima umenipa, amani umenipa, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi ya shangwe kabisa kabisa. Asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa kuabudu pamoja na sisi. Asante sana mchungaji kwa ujumbe ambao unatuelekeza na kutujenga katika maisha ya kiroho ya kutembea pamoja na Bwana. Situpige makofi kwa ajili ya mchungaji siku ya leo. Amen. Na sisi tuna mambo mawili hapa kwetu Tanga. Tuna jambo la kwanza, tunasema mifupa mikavu lazima ipate uhai. Kwa hiyo uhai unaendelea. Jambo la pili, tunasema mwaka huu ni mwaka wa maono na utekelezaji. Yaani ukigusa sisi tunapiga. Kwa hiyo ukajitayarishe na kwaya, tutakupatia siku 3 kabisa hapa ambayo itakuwa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Tutapanga vizuri. Si mnapenda kwaya ya Tanga Afrika? Hiyo sisi tulishaweka ni mwaka wa maono na utekelezaji. Sisi tunatekeleza tu, yani mwaka huu tunatekeleza. Nikishakuja ono tunakamata, tunatekeleza. Mungu wetu apewe sifa. Na kesho tunaanza ibada saa 3:30. Saa 3:30 mpaka saa 6:30, saa 7 tutakuwa tunamaliza ibada siku ya kesho. Kwa hiyo tafadhali sana usiache kuja. Kwa sababu ya mambo yako mengi na tunamalizia semina, nimeshapewa majina ya zile timu. Timu ya kwanza inaitwa mifupa mikavu na timu ya pili inaitwa maono na nini na utekelezaji. So kesho tena inawahitaji wale walezi wanaitwaje? Kuna benchi kuna benchi la ufundi kila timu. Kwa hiyo kesho kama Mungu anatusaidia, muda ukiruhusu, tutataja zile timu, tutawapatia jezi, tutawapatia na mipira, alafu siku moja tutaona nafasi huko mbele ya safari. Kusudi letu ile timu ya mifupa ikiwa uhai, kama mko 16, tunatazamia ndani ya mwezi wa 5 watu 16 watakuwa wamefika mahali hapo.
16 watahakikisha nao watakuwa wametuletea. Baadaye tutakwenda hatua kwa hatua, netball tutaangalia mambo yatakavyokuwa, semina ya ujasiriamali, tuko katika utaratibu wa kupanga hayo mambo yote yakae sawa sawa. Kusudi letu kubwa ni ili tusimwache mtu wa Tanga kwenda mbinguni. Tumesikia mahubiri ambayo mchungaji amehubiri, tunamuita tena, atakuja hapa. Hajapiga kampeni, tulishaachana miaka mingi kuitana huko Tanga. Kwa hiyo tunamuita hapa, atakuja, ataendelea kutuletea ujumbe pamoja na kwaya kutoka kule, tunaamini. Alafu nataka nimalizie kwa kusema hivi. Hapa kuna kawaida kila tukifanya semina tunaita wahubiri wa viwango. Waimbaji wa viwango. Kila tukifanya semina tunaita waimbaji wa nini? Wa viwango. Hapa Mwaitege amekanyaga kwenye hii madhabahu. Kwenye hii madhabahu Utati amekanyaga kwenye madhabahu hii. Joshua Mlelwa amekanyaga kwenye madhabahu hii. Naona Boaz amekanyaga kwenye madhabahu hii. Yaani hatuna waimbaji ambao hawajakanyaga, wale wa juu. Safari hii nikamsikiliza Mungu nikasema hatuiti mwimbaji hata mmoja, ili tuone watu wanakuja kwa sababu ya uimbaji au watu wamepandisha viwango wanakuja wenyewe. Sasa ndio semina iliyofanya maajabu kuliko semina zote. Haina maana tutawaita waimbaji. Hapana, tunaita kina Lamek, tunaita kina Yusto wamekanyaga hapa. Wale mbilikimu hapa ni kuingia na kutoka. Cosmas Chidumule amekanyaga hapa. Yaani kila mtakika sema no, safari hii hebu nione hizi kwaya za TGC, hizi kwaya za vijana, nione zinakaa namna gani. Waimbaji binafsi tulionao hapa kanisani inakaa namna gani. Na kanisa kwa hiyo tumepata 85 kwa 100. Tupige makofi kwa mmewahi kwa wakati, mmefanya vizuri na Mungu ameona. Kwa njia hiyo kila mmoja Mungu wa mbinguni atawabariki. Nasema Mungu wa mbinguni atawabariki. Nasema Mungu wa mbinguni atawabarikia. Tusimame tuiombee Tanga, tumuombee mkuu wa mkoa wa Tanga, tumuombee kamanda wa polisi wa Tanga, tuwaombee watu wa Tanga. Unajua wakati wa sikukuu hii ni Pasaka, leo kuna mikesha mbalimbali. Sisi hatufanyi mikesha, tumeamua kuacha mkesha wetu. Tuna mikesha yetu sisi wenyewe ya maombi, tunaendelea nayo. Tunataka ukalale salama. Wakati wa sikukuu huwa watu wanapoteza maisha. Wakati wa sikukuu huwa watu wanakufa. Tunataka tuiombee Tanga, tuiombee nchi yetu, tumuombee rais wetu Dr. Samia Hassan, tuombee mawaziri, tuiombee nchi yetu. Sisi kanisa ndio tuna nafasi. Tuombee roho ya mtu isichukuliwe Tanga. Watu wawe salama, wafanye mikesha salama, watembee wawe salama katika jina la Yesu. Inua mkono wako tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesimama katika madhabahu hii baada ya kuwa na semina hii ya siku 4 mfululizo chini ya mtumishi wako mchungaji na Bwana Josia Simbu. Umetubariki kwa neno lako kwa namna isiyo ya kawaida. Sasa tunauleta mji wa Tanga mikononi mwako Jehova. Usiku huu wa mkesha wa Pasaka tunazuia kila roho za maangamizi. Tumeambiwa Bwana kufa kwa Yesu Kristo Pasaka ni ulinzi. Tunaomba damu yako Bwana ilinde mji wa Tanga, watu wasiuane, watu wasipigane, tusisikie habari ya vifo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba askari wanapoendelea na ulinzi walinde Bwana kukiwa na amani na usalama. Tunamwinua mkuu wa mkoa mikononi mwako, tunamweka mbele ya uso wako Bwana. RPC tunamweka mikononi mwako Bwana. Tunaweka Bwana jeshi la upelelezi, jeshi la uhamiaji, tunaliweka jeshi la WWTZ, tunaweka Bwana askari wote katika mji wa Tanga, kuwe na usalama, kuwe na amani. Tunaweka Bwana rais wa Tanzania mikononi mwako. Tunaomba neema wakati wa Pasaka. Tunaweka Bwana makamu wa rais, waziri mkuu na mawaziri wote, wabunge na wakuu wa mikoa wote wa nchi ya Tanzania. Tunaomba neema yako. Tunaomba Bwana hii Tanga ikutane na wewe Bwana. Ufufuko wako na ile nguvu ya kuzimu, kama Ayubu alivyosema, mtetezi wangu yu hai, uhai wako ukaonekane. Asante kwa neno lako. Asante kwa watu walioponywa. Tunapotawanyika jioni ya leo, tunaomba twende pamoja na wewe. Kesho utulete hapa tukiwa salama, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tunamwombea mchungaji wetu Singu, tunamweka mikononi mwako Bwana.
ujumbe, shuhuda alizoleta hapa zimekuwa baraka kwetu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Asante kwa ajili ya waimbaji, mafundi mitambo wote Bwana walioimba, tunaweka chini ya mkono wako uliodai. Kwa Yesu Mwokozi wetu tumeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Bwana ibariki sadaka hii na matoleo haya katika jina la Yesu Kristo. Mgeukie jirani yako, mshike mkono, mwambie wewe ni mtu wa thamani sana. Mwambie tena wewe ni mtu wa thamani sana. Ndugu yule yuko peke yake pale, Wilfred, mwambie hena sana. Mwambie wewe ni mtu wa thamani sana. Shika mtu yote pale, mwambie wewe ni wa thamani sana Bwana. Amen, 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 amen. Asante sana, asante sana, watu wa thamani nzuri sana, na Bwana wa mbingu awabariki mno mno.